hiyo tunaendelea kuhakikisha kwamba haya na mengine mengi yanaendelea kufanyika. Maombi, tuna maombi ya vifaa tiba. Tunashukuru hapa, tumpigie kwanza makofi Mheshimiwa Waziri, amepokea kilio chetu cha hapa, ametuahidi kutupatia vifaa tiba vya milioni 300 kwenye kituo chetu cha hapa. Lakini kwa ukubwa wa wilaya ya Chunya, na vituo vya hapa tulivyo vijengwa na zahanati, bado tuna uhaba wa vifaa tiba pamoja na watumishi. Naleta ombi hili kwako uweze utusaidie. Na ombi hili litaendana sambamba na magari ya wagonjwa. Niombe Mheshimiwa Waziri, ikikupendeza, angalau tufikirie tuweze kupata magari mengine ya wagonjwa, na Sangambi pia ikiwezekana tupate gari ya wagonjwa. Jambo la mwisho, tuna mengi ya kuzungumza hapa, lakini pia wilaya yetu ya Chunya inatuunganisha na mkoa wa Tabora na Singida. Kazi kubwa imefanyika, lakini ni kuombe ulipokee ili ombi. Barabara yetu ijengwe kwa kiwango cha lami, kuanzia Makongorosi ituunganishe na Tabora na Singida, ndio itakuwa tumeunganisha mkoa wetu wa Mbeya na mkoa wa Tabora na Singida. Ninakushukuru sana. Tumeyafanya haya kipindi hiki, na yote haya yamefanyika mimi nilipopata nafasi hii ya kuwa mbunge hapa. Huko nyuma ilikuwa kufanyika, yalifanyika ndani ya miaka 5. Ndio maana wana Sangambi wakukosea kunichagua mimi, na ninawaomba tena, Mungu akinijalia nipo, tukafanye makubwa zaidi. Nitambue mchango mkubwa na kazi nzuri ambayo mbunge wa jimbo hili amefanya. Hebu sogea Mheshimiwa mbunge hapa. Mmemwona Mheshimiwa mbunge huyu? Mmemwona mbunge huyu? Mmemwona mbunge huyu? Nimerudia mara ngapi? Mara 3. Mimi namfahamu huyu. Huu ni mwaka wangu wa 24 katika utumishi wa umma. Ukiniona kama kijana hivi. Lakini kwa sasa ndio waziri pekee ambaye nimefanya kazi kwenye mihimili mingapi? 3 ya dola. Kwa sasa nilikuwa hakimu, nilikuwa naibu msajili huko, nilikuwa katibu wa jaji vyoo vyote vya mahakama. Nilikuwepo huko. Miaka karibu 14 nimefanya kazi kule. Na nilipokuwa kule nilipata bahati ya kumfahamu huyu bwana. Akiwa yeye ni mtumishi pale kwenye mahakama. Tena alikuwa na cheo kikubwa sana pale. Lakini kutokana na hali ya wananchi wake, akasema arudi nyumbani kuwasaidia wananchi wake. Nataka niwaambie, siasa ni maisha yenu. Siasa ni maisha yenu. Siasa ni maisha yenu. Nimerudia mara ngapi? Nimerudia mara 3 kwa sababu siasa si mchezo. Siasa ni maisha. Ninyi hali zenu mnaziona. Kazi aliyofanya mbunge ninyi mnaijua. Katika kipindi kifupi amefanikisha kuleta hapa vituo vya afya 5, si jambo dogo. Hebu piteni kwingine muangalie kama kuna vituo 5. Lakini hapa Chunya mmepata, ni kwa sababu gani? Kwani ninyi ni kina nani mpate vituo 5? Ni kwa sababu ninyi mna mbunge ambaye anajua nini cha kufanya kuwasaidia wananchi wake. Na hata anapokuja kwenye serikali anajua njia apite vipi aweze kuja tumsaidie. Na mimi nimesimama hapa kumwambia tutakusaidia kuwasaidia wananchi wako. Sasa unajua sehemu akija waziri wa TAMISEMI, CCM hoye. Akija sehemu waziri wa TAMISEMI akisema maneno haya, mnapaswa mnielewe ninamaanisha nini. Mbunge huyu anachapa kazi. Leo nimekwenda kukagua kituo cha afya ambacho kimejengwa kwa fedha za mapato ya ndani. Yako maeneo haya hawajaweza kuyafanya, ninyi Chunya mmeweza. Ni kwa sababu mbunge huyu anashirikiana na madiwani katika kujadili mipango ya maendeleo ya wanachunya. Kwa sababu mipango ya maendeleo inaanzia kwenye kata, inakwenda kwenye mabaraza ya madiwani. Na ndio maana mmepata leo hii mmepata stendi ya kisasa,
na ameniambia hata Mbeya mjini hawajajenga, lakini Chunya mmejenga.